kuanzia ule mstari wa 16 na wa 17. Hii mstari miwili tu. Ruthu sura ya kwanza mstari ile ya 16 na wa 17. Inasoma tu hii miwili kwa sababu ndio andiko la msingi katika mafundisho haya. Maandiko yanasema katika Ruthu 1:16 na 17 namna hii. Naye Ruthu akasema, usinisihi nikuache, nirejee nisifuatane nawe. Maana wewe mwendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nami nitakufa, ama nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana alitende vivyo na kuzidi, ila kufa tu kutatutenganisha wewe nami. Hili ndilo andiko letu la msingi, ama mistari miwili hii ya kusimamia wakati tunapofundishana masomo haya ama somo hili. Sasa katika siku ya leo tunaendelea na hawa watu wangapi? Watu watano, au mtu mmoja mwenye kujibadilisha katika sura 5 tofauti. Au tunaweza kusema omba Mungu akupe watu au mtu mwenye tabia au sifa ya Ruthu, sifa za Ruthu, ambao ni watu unaowahitaji sana wewe katika maisha ya kwako. Ili uweze kufanikiwa sana katika maisha ya kwako, unahitaji mtu mwenye tabia za Ruthu. Unahitaji mtu mwenye tabia za Ruthu. Sasa tabia namba moja ya Ruthu, kama unaandika itakuwa vizuri sana. Mtu mwenye tabia za Ruthu. Na hizi ndizo tabia za Ruthu. Tabia ya kwanza kabisa ya Ruthu. Ruthu alikuwa mtu ambaye alikuwa tayari kabisa kwenda na Naomi. Kwa hiyo tunapoandika ili sasa liwe la kwetu, unasema ni mtu ambaye yuko tayari kwenda uendako wewe. Ni mtu ambaye yuko tayari kwenda uendako wewe. Na hapa tunazungumza uelekeo mmoja na wewe. Yaani mtu ambaye yuko tayari kule unakoenda wewe, naye anaenda kule. Na tunaweza tukasema kwamba mtu huyu tunaweza tukagroup kwa neno moja tu, kwamba huyu mtu tunaweza tukamwita mwombezi. Paulo kaandika kwamba ni mwombezi kwa herufi kubwa au ya kupolezi. Na hapa tunapata katika kitabu cha Ruthu sura ya kwanza mstari wa 16, bali Ruthu aliposema wewe mwendako nitakwenda, ndiko tulikopatia hapa kwamba kule utakakokwenda wewe nami pia nitakwenda. Lakini sifa ya pili ya Ruthu ni yule mtu ambaye, au ni mtu ambaye yuko katika mazingira haya, kwamba yuko tayari kuishi katika falsafa au katika msimamo wako. Ni mtu ambaye yuko tayari kuishi katika falsafa yako au katika msimamo wako. Na hapa tunapata katika Ruthu 1:16 vile maandiki ni maneno ambayo yako pale aliposema na wewe ukaapo nitakaa. Nakumbuka jana nilifafanua kidogo sana, lakini leo nimeongezea tu kwamba ni mtu ambaye yuko tayari kuishi katika falsafa yako, au mtu ambaye yuko tayari kuwa na msimamo wako. Kile unachokinena wewe ndicho atakachokinena yeye. Amen. Lakini sifa ya tatu ya Ruthu, au mtu mwenye tabia ya Ruthu katika maisha yako, ni yule mtu ambaye yuko tayari kubadili au yuko tayari kuacha utamaduni ama desturi ya kwake, alafu yuko tayari kufuatana na desturi ya kwako au utamaduni wa kwako. Kwa hiyo kama unaandika vizuri, andika hivi: ni mtu ambaye yuko tayari kubadili, yuko tayari kuacha, yaani unaweka slash, yuko tayari kuacha utamaduni au desturi ya asili na kurithi utamaduni au desturi ya kwako. Yuko tayari kuacha utamaduni au desturi ya kwake au mila za kwao, halafu yeye sasa atajifunza kutoka kwako, halafu atachukua kile cha kwako, na ndicho anakifanya kuwa maisha ya kwake. Na hii tunapata kwa sababu ile statement aliyosema Ruthu kwamba na Mungu wako atakuwa na
watu wako watakuwa watu wangu. Pale aliposema watu wangu watakuwa watu wangu, alikuwa akizungumza kwa habari ya desturi, alikuwa akizungumza kwa habari ya tamaduni, alikuwa akizungumza kwa habari ya mila za watu wa Israeli kupitia kwa Naomi. Lakini jambo la nne ni mtu yuko tayari kubadili imani ya kwake. Yuko tayari kubadili imani ya kwake kufuatana na imani ya kwake. Kwanza kusikiliza, halafu akishakubali kwenda na wewe, basi kazi anayoifanya anaenda anabadili imani ya kwake, halafu anakuwa tayari kwenda na wewe, anaadopt ile imani ya kwake. Na hapo tunapata kwa vile ambavyo Naomi alivyosema, na Ruth alipomwambia Naomi ya kwamba na Mungu wako atakuwa Mungu wako. Na Mungu wako atakuwa Mungu wako. Alikuwa akizungumza kitu cha imani. Na kwamba niko tayari kutoka kweli nilikokuwa, niko tayari kuachana na imani nilizokuwa nazo, alafu kufuatana na wewe. Lakini jambo la tano au sifa ya tano ya mtu wa haiba au sifa za Naomi, sifa za Ruth, ni yule ambaye yuko tayari kufanya agano la kudumu kwa ajili yako. Yuko tayari kujitamkia, kutamka mpaka kufa kwamba yuko tayari kufanya agano la kudumu kwa ajili yako. Na hapo tunapata pale ambapo Ruth alipomwambia Naomi kwamba pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Alafu akazungumza kwa kazia ya kwamba Bwana anitende vivyo na kuzidi. Bwana anitende vivyo na kuzidi. Maana yake katika hiki nilichozungumza sijabahatisha, na maanisha ya kwamba Mungu alifanye hivi nilivyo nitaka vyote. Amen. 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 Umeandika? Amen. Sasa kabla tunaenda kwenye jambo moja baada ya jingine, nataka kwanza tuelewane. Ina mambo matatu ya msingi ya kuyaweka sawa sawa kabla hatujaenda kujifunza moja baada ya wengine. Kama sauti yetu inasikika na watu wote, ni vizuri pia niache hivi huru. Sahihi. Amen. Asante sana. Tutakuwa huru zaidi katika maisha yako. Kila moja katika maisha ya kwako, tangu ulipozaliwa mpaka hivi sasa, unapigana kufa na kupona upate baraka za Mungu katika maisha yako. Upate kuishi mapenzi ya Mungu, upate kuishi katika makusudi ya Mungu, upate kuishi katika kile kinachoitwa baraka za Mungu katika maisha yako. Sasa unahitaji kuyafahamu mambo haya matatu katika session hii. Unahitaji kuyafahamu mambo haya matatu. Jambo la kwanza, sijaanza kuzungumza kwa habari hizi aina za watu au mtu mmoja mwenye hizi sifa zote tano unayomhitaji katika maisha yako. Nataka uzingatie kwanza mambo haya matatu. Jambo la kwanza kabisa ni kwamba mfumo wa baraka wa Mungu, sio baraka za namna mbili zinazotokana na wanadamu kwa maana ya vitu, lakini unaotokana na Mungu au baraka zinazotokana na Mungu. Yaani mfumo wa baraka wa kimungu, mfumo wa baraka wa kimungu umefungamanishwa na watu. Umefungamanishwa na watu. Hili ni jambo la kwanza kabisa ambalo unahitaji kunote au unaweza NB note B kwamba mfumo wa baraka wa kimungu umefungamanishwa na watu. Na hii ni kusema kwamba ili Mungu akubariki, ili baraka za Mungu zije katika maisha yako, unahitaji kwanza kuwa na watu. Watu ndio wanafanyika kama bomba la kupitisha baraka za Mungu zije katika maisha yako. Watu ndio wanafanyika kama njia, kama daraja la kuleta baraka kutoka kwa Mungu zije katika maisha yako. Kwa hiyo, unapohitaji baraka za Mungu, cha kwanza hitaji kwanza watu. Wewe ukasema kama Bwana mimi naweza nikawa na matendo mema, nitaenda mbele za Mungu, nitaacha dhambi, nitaacha makosa ili Mungu anibariki. Principle iko hivi, kanuni iko hivi, kwamba unahitaji kwanza watu waje katika maisha yako, alafu kupitia kwa watu
ndio baraka zinakuja sasa. Kwa cha kwanza kabisa ni watu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anapotaka kukubariki, na hili nataka ulifahamu, usiishi gizani. Mungu anapotaka kukubariki au anapokusudia kukubariki, yeye anachokifanya sio kuleta baraka katika maisha yako. Anachokifanya yeye ni kukuletea watu katika maisha yako. Anakuletea watu katika maisha yako ili kwa njia ya watu aweze kukubariki. Na hii ni kusema kwa kadiri Mungu anavyoachilia idadi kubwa ya watu katika maisha yako, ni kwa jinsi hiyo hiyo ndivyo wigo wako wa kubarikiwa unavyokuwa. Unafuatana mpaka? Na wakati wote ukitazama katika kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari wa 28, Mithali sura ya 14 mstari wa 28, maandiko yanazungumza hivi. Mithali 14 na ule mstari wake wa 28. Biblia inazungumza maneno haya. Utukufu wa mfalme, Mithali 14:28. Utukufu wa mfalme au fahari ya mfalme au heshima ya mfalme. Anasema utukufu, heshima, fahari, kujulikana au kutukuka kwa mfalme sio kwa sababu ya enzi yake, sio kwa sababu ya kiti kile cha utukufu alichokalia, sio kwa sababu ya fedha, sio kwa sababu ya mali alizo nazo, sio kwa sababu nyingine. Angalia katika Mithali anasema utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Mnazo Biblia hata za kwenye simu mnazo? Au hard copy mnazo? Zinasema hivyo au kama zimecheka kidogo. Inazungumza hivyo. Utukufu wa mfalme au fahari ya mfalme au heshima ya mfalme ni wingi wa watu walionao, sio wingi wa utajiri alionao. Kwa hiyo ningeweza kukusemesha hivi kwamba tajiri namba moja duniani, tajiri namba moja duniani sio tajiri mwenye mali, sio tajiri mwenye fedha, sio yule mwenye vitu, ni yule mwenye watu wengi. Utanielewa mbele ya safari. Ni yule mwenye watu wengi waliomzunguka, ndio tunasema ni tajiri. Fedha zinakuja na fedha zinatoweka, ni vitu. Lakini ukijaliwa Mungu akakupa wingi wa watu katika maisha yako, ndio wewe. Wewe ni tajiri. Wewe ni tajiri. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hapitishi baraka kwenye vitu, anapitisha baraka kwa watu. Tunaenda pamoja? Tunaenda pamoja? Amen. Bali bi yake pale katika ule mstari wa 28, bali uchache wa watu ni uharibifu wa mkuu wao. Unaleta ukiwa, unaleta hasara, lakini wingi wa watu waliomzunguka ndio unaleta fahari. Amen. Hata Yesu Kristo alipokuja duniani alizaliwa akaishi, lakini ile saa ya mateso kama ambavyo yaliandikwa katika maandiko ya kwamba atateswa na kustahili mauti ya msalaba, yeye hakuja kukomboa wanyama, hakuja kukomboa vitu, alikuja kukomboa watu. Kwa nini? Kwa sababu thamani ya mtu hailinganishwi na kitu chochote. Thamani ya mtu hailinganishwi na kitu chochote. Kwa hiyo Mungu akikupa watu katika maisha yako, amekupa kitu ambacho hakina thamani kokote isipokuwa kwa pekee yake. Huwezi kumnunua mtu, huwezi kununua uhai wa mtu, huwezi kumfanya mtu kitu chochote. Kwa hiyo Mungu akiruhusu
ukawa na watu wengi katika maisha yako waliokuzunguka, basi possibility ni kubwa sana ya wewe kubarikiwa abundant. Amen. Amen. Lakini jambo la pili ni hili. Hili liko ni jambo la kwanza, kwa mfumo wa baraka wa kimungu. Mfumo wa baraka wa kimungu, hili liko ni jambo la kwanza kasi. Mfumo wa baraka wa kimungu umefungamanishwa na watu. Well, it depends how many people you have. Jambo la pili ni hili, kwamba baraka za Mungu kwa Mungu. Baraka ya Mungu ni watu. Lakini sisi watu tunafahamu, ukishaona mtu ana magari mengi, ana fedha nyingi za kutosha, ana mabenki kama 5 hivi ameyafungua, ana share kama 20 au 100 hivi, unaona yes, this guy is blessed. Lakini Biblia inaona maskini kama hana bahati. Kwa hiyo baraka za Mungu katika maisha yako ni watu. Baraka za Mungu katika maisha yako ni watu. Pesa unaweza ukazipata kutoka kwa watu. Kazi unaweza ukapata kutoka kwa watu. Katika dunia ya leo, hasa nchi yetu hii ya Tanzania, hata kama umesoma sana, kuingia shehe inamaanisha mzee, sawa, wengi sana. Kwa hiyo ukalishangaa sana kuingia shehe katikati hii maneno. Unaweza ukawa umesoma sana, lakini kufanikiwa kwako katika maisha yako inategemea who you know. Unafahamu nani akushika. Unaweza ukawa umesoma usiku kucha, tena wakati ni kesho. Umeingia kwenye mtihani, mtihani umejibu, anayesaisha ni mwingine. Inategemea sana mambo hapa anakujua. Wewe si watu wengine. Inategemea sana. So it's all about who you know. Unafahamu nani. Kuna baadhi ya maeneo ukipita tu jina likitajwa, labda unaitwa fulani, hata ile sana imekitajwa, jina lile tu lina sound linatosha. Yaani kwa mfano baba, wewe somebody nani hasa watajiuliza mara mbili hivi, anausema Samia au ukitaja somebody nani Magufuli, the name sounds, au somebody nani Nyerere, utaanza kujiuliza mara mbili tatu. Sasa inategemea sana kwamba unamjua au kuna nani katikati ya maisha yako, nani anazungumza katika maisha yako. Kwa hiyo Mungu anachokifanya ili akubariki, anakuletea connections yeye mwenyewe. Labda ningesema kwa namna hii katika lugha zetu vijana wa sasa, kwamba kupata connection ni kuwa na watu. Una watu wachache katika maisha yako, basi connection yako itakuwa ni chache namna hiyo. Lakini pia it depends na aina ya watu waliopo katika maisha yako. Ni wa status gani? Mungu ili akubariki, anakuletea watu wenye hadhi ya zile baraka anazokusudia. Haleluya. Kwa hiyo unahitaji kuzifahamu hizi siri. Ni mara nyingi sana wakati mwingine wanakuja watu katika maisha yako kwa namna ambavyo inawezekana labda wewe hujui, lakini umewapiga teki, umewafukuza ila kwa kauli zako, kwa maneno ya kinywa chako, au kwa vitendo vyako, kwa vituko vyako, umewafukuza. Lakini wakati mwingine Mungu amewaagiza ili baraka zako zije kupitia kwao. Kwa hiyo unahitaji kuwa makini sana. Nani anakuja katika maisha yako? Omba mpango wa Mungu na mapenzi ya Mungu kwamba huyu mtu amekusudiwa kuniletea nini katika maisha yako. Tazama yule ndani karibu. Wewe ambaye uko naye karibu, mtazame vizuri sana.
Kwa kuwa baraka ni watu. Kwa hiyo wewe huwezi kujua udada amebeba nini kwa hiyo. Anaweza kama mke wako au kesho. Anafahamu. Anaweza akawa ni lango la wewe kuvuka mahali fulani ambapo kesho unatakiwa uvuke. Ainienda umekaa hapo. So inategemea sasa. Kama haufahamu, wakati mwingine kukuvusha sio rahisi. So hapa haina maana kwamba kila mtu tu anaweza kuhusika katika maisha yako. Mungu anakutambulisha wale ambao wamebeba. Kwa hiyo usimchukulie kawaida uliye naye. Wakati mimi nilikuwa nasoma, kuna dada mmoja, sio group member actually. Yule dada sifa zake chache, niwatajie tu chache, sio nyingi sana. Ana sifa ambazo ni unique sana. Anaweza kaingia chuo asubuhi, alafu ataingia darasani atakaa kidogo tu, yani huwa amalizake kidogo. Atakaa tu kidogo alafu huyo kashatoka. Cheki, yeye mzunguko wake ni humu ndani, library, kantini, kule getini. Alafu kadi pale. Wanaenda, sasa anachokifanya business yake ni kusindikiza watu. Anasoma engineering degree. Sasa yani hajuagi kununa. Muda wote cheka tu na watu. Yani atamsindikiza wewe wakishafika kule wote wanaagana huko bali alafu anarudi anachua tena mwingine hapo huyo anapiga huko vipindi vinaendelea. Sasa tukiwa na discussion sisi tumekaa mahali tuna discuss huyo ameshatia timu. Ashabu. Sio group member. Anakaa hapo atawachekesha, mtasoma, amalizi hata hiyo discussion huyo kashaondoka. Akishaona mtu ana interest naye huyo hapa anawaacha. Hajafeli kwenye mtihani. Kuna wakati anaweza akawakera, ana maudi kabisa. Mko serious mna discuss. Aina anakuja tu na ajenda yake, anaongea hapo. Lakini sio kama akili hana, akili alikuwa nazo vizuri. Ila hana utulivu. Sasa mimi niliingia darasani siku moja kujifunza kwa habari ya maisha ya yule binti. Nilijifunza sana kwa habari ya maisha ya yule binti. Nasema kumbe Mungu ameagiza baraka kwa wale ambao tunawaona kama takataka. Uwepo kwake kwetu yule dada kulifanyika baraka. Uwepo wake tu katikati ya ile discussion ilifanyika baraka. Ulifanyikaje baraka? Lile group letu lilijulikana kote chuo kizima. Kwa hiyo Mungu alimfanya kama Michael Sika yetu. Tulikuwa civil kule, tulijulikana kote the entire college ikatujua kwamba kuna group la discussion inayoongozwa na fulani. Kwa hiyo tukao kama icon fulani. Na kwa kufanya hivyo tulipata heshima kubwa sana hapo. Tulikuwa protected. Alafu good enough hili darasa ambalo sasa hivi tunaabudia ndio lilikuwa darasa la discussion. Na ndio tulikuwa tunafundishia hapa. Sasa unaona leo nahubiri injili hapa. Lakini tokea kipindi hicho nani alikuwa anamiliki funguo? Nani sasa hivi anamiliki funguo? Ni wewe. Sasa umekanyaga jana. Sisi tulipewa wakati ule lakini kwa kufundishana huku darasa kufanya discussion Jumapili, Jumamosi, hata katikati ya wiki kama hivi tunaruhusiwa, unaweza kuondoka nao funguo, sio issue. Kitu ambacho sio cha kawaida. Mtu mwingine yoyote hawezi kupewa. Sio tu wanafunzi hata staff. Sasa hivi haturuhusiwi kumiliki funguo za ofisi. Hivi tunaelewana lakini ninachokizungumza. Amefanyika baraka mtu huyu mmoja tu ambaye alionekana kama vile hana thamani. Yupo tu, lakini hivi tunapozungumza ni somewhere. Ndio mjue sasa kwamba kila anayekuja katika maisha yako ambao unaona leo kama vile hana input yoyote, ile hana faida yoyote, lakini huyo Mungu amemleta kwa kusudi maalum kwa ajili yake. Baraka ya Mungu ni watu. Lakini jambo la tatu ambalo nataka ulijue ni hivi kwamba kwa Mungu baraka ni watu. Kwa Mungu
kwa Mungu. Yeye anavyozingatia baraka, anazingatia akikupa watu wanakubariki. Kitabu cha Luka sura ya 8 kuanzia mstari wa kwanza. Luka sura ya 8 kuanzia mstari wa kwanza. Kitabu cha Luka sura ya 8 kuanzia mstari wa kwanza. Luka sura ya 8 kuanzia mstari wa kwanza. Tunazungumza kwamba kwa Mungu baraka ni watu. Ile point namba 2 ni kwamba baraka za Mungu ni watu. Lakini namba 3 tunasema kwa Mungu baraka ni watu. Kwa Mungu baraka ni watu. Luka sura ya 8 kuanzia ule mstari wa kwanza, Biblia inazungumza namna hii kwamba ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Wale tenashara au wanafunzi wake walikuwa pamoja naye. Sio hao tu, angalia mstari wa 2. Na wanawake kadha wa kadha. Sio kadha wa kadha, maana yake hao ni mene. Ni wengi. Ni rundo la watu. Ni kundi la watu. Na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene, mmoja wapo, aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode. Huyo Yohana alikuwa wakili wa mfalme. Atolewa pepo. Mtolee pepo Borgeli wa Samia sasa hivi. Uone kama hujatiwa gerezani. Kwanza anapata wapi muda wa kuja kwenye mkutano wako? Yohana katolewa pepo kwa sababu alienda katika ule umati wa Yesu alipokuwa akipita huku na kule, anaposema katika miji na vijiji, maana alikuwa anatembea mitaani huku. Sasa wewe na hakika kwamba hapa sio kama alikuwa anatumia gari, alikuwa anakata mitaa kwa kutembea kwa mguu. Alikuwa anatembea kwa mguu. Kwa watu walikuwa wakimfuata, umati mkubwa wa watu walikuwa wakimfuata. Kila aliyehitaji kupata msaada wa Yesu alipata msaada. Sasa angalia, hii nimesimama tu hapo kwa sababu hii ni kesi. Kumtolea pepo mlinzi, mwanasheria wa mfalme, mwanasheria wa rais. Unafikiri habari gani itapelekwa kwa rais? Kuna mtu ametokea amenisaidia. Na unafahamu habari za Herode na Yesu. Herode against Yesu, unafahamu, si ndio? Herode alikuwa kubaliani kabisa na suala la Yesu kuitwa mfalme wa Wayahudi, kwa sababu wakati ule ndio alikuwa mfalme. Okay. Na Susana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Walikuwa natafuta tu ile neno, walikuwa wakimhudumia kwa mali zao. Wakati ule Yesu akiwa na wanafunzi wake, hawaendi shambani kulima, hawaendi ofisini kufanya kazi, hawaendi viwandani kuzalisha fedha. Wao walikuwa wakihubiri tu Injili. Sasa ili Injili iweze kwenda mbele, Mungu aliwainua watu wengine kutunza ile huduma ya Yesu. Aliinua watu wengine kuitunza ile huduma ya Yesu. Vinginevyo isingekuwa rahisi sana kwa ile huduma kuweza kusonga mbele. Kila kitu katikati ya maisha haya sio leo tu, toka zamani ilikuwa inahitaji kuwezeshwa. Kwa hiyo walijitolea watu, wakatoa mali zao kuisupport ile huduma ya Yesu. Kwa hiyo maana yake ni kusema kwamba Yesu ili huduma yake iendelee kwenda mbele, alihitaji watu wa kuisupport. Na hii inaendelea, hii principle inaendelea mpaka leo. Kwa maana hiyo, haya mambo matatu ni mambo ambayo nilitamani sana wewe uyafahamu katika maisha yako. Tunapojifunza somo hili kwa habari ya ili tupate baraka za Mungu au ili tuishi maisha katika
katika yale makusudi ya Mungu katikati yetu. Tunapokuwa hapa duniani, tunahitaji Ruthu aje katika maisha yetu. Lakini Ruthu aliyekaa katika sura 5 tofauti au katika mazingira 5 tofauti. Sasa twende sura ya kwanza, kwa maana ya aina ya kwanza, kwamba ni mtu ambaye yuko tayari kwenda uendako, yaani uelekeo mmoja na wewe, au mwombezi. Tunaita mwombezi pale aliposema maana uendako itakwenda, katika Luka 1:16, pale kule unakokwenda wewe na mimi pia nitakwenda. Nataka ufahamu mambo haya kwamba kuna wakati unaweza ukajaa nguvu za Mungu, ukawa unaomba, unaweza kujiombea, ukawa satisfied, ukawa vizuri kabisa, ukawa safi kabisa bila shida yoyote. Pepo alikatizi mbele yako, huzuni haingii moyoni mwako, wala ukiwa haukusogelei. Lakini kuna muda unaweza kutindikiwa, unaweza kupungukiwa. Unahitaji watu wa kuombea. Na ili kusema kwamba hili kundi namba 1, Ruthu anapomwambia Naomi kwamba mimi niko tayari, huko nitakapokwenda mimi nami nitakwenda. Hapa alikuwa akimaanisha kwamba mimi nitafanya chochote kile nitakachoweza ili tu niweze kwenda pamoja na wewe. Sasa fahamu neno hili kwamba tunaishi katika ulimwengu wa aina mbili. Ulimwengu wa kwanza ni ulimwengu wa roho, ambao ndio umebeba vitu vyote vinavyoonekana mwilini, na ulimwengu wa pili ni ulimwengu wa mwili. Lakini ulimwengu wa roho ndio unaoratibu kila kitu kinachoonekana mwilini hapa. Kila unachokiona mwilini kimeratibiwa kule rohoni, kimeamriwa. Ni ulimwengu ambao hauna demokrasi tena. Fadhali mwilini kuna demokrasi, lakini ulimwengu wa roho kule wenyewe umekaa katika mazingira ya amri, kwamba hiki kitokee kinatokea, hiki kiwe hivi kinakuwa, hiki kiende na hiki kinaenda. Hakuna discussion, hakuna argument, hakuna kubadilishana mawazo. Ni ulimwengu wa amri, kwa unaendeshwa kijeshi. Wenye nguvu ndio wanaoishi. Haleluya. Wenye nguvu ndio wanaoishi kule katika ulimwengu. Na kwa maana hiyo basi, aliyeshindwa kuishi kule rohoni na huku mwilini anakuwa dhaifu. Narudia sasa. Ukishindwa kuishi kule rohoni na huku mwilini unakuwa dhaifu, utakufa mapema. Watu ambao wana nguvu za kuishi huku katika ulimwengu huu wa damu na nyama, physical world, ni wale ambao rohoni wako vizuri. Survival for the fittest. Sio biology. Mwenye nguvu ndiye anayepishwa. Sasa inategemea hizo nguvu ni za Mungu au ni za shetani. Wanaoamini kwa habari ya Mungu aliyeziumba mbingu na nchi wanaishi. Lakini wale ambao wanaamini kwa habari za shetani pia nao pia wanaishi, wana nguvu za kwao. Lakini sasa maisha ya mwanadamu asili yake ni rohoni. Na hiki ndio kitu cha kuandika kwamba maisha ya kwako wewe mwanadamu unapoishi duniani, unaishi ndani ya sekunde, ndani ya dakika, ndani ya saa, ndani ya siku, mwezi, mwaka, muda wako wote ule unaratibiwa rohoni. Ulimwengu wa roho ndio kila kitu. Kinachotokea huku mwilini ni matokeo ya amri iliyotolewa kule rohoni. Wao ukitaka kuishi vizuri huku mwilini, inabidi uishi kwanza rohoni. Inabidi uweze kuwa na nguvu kwanza rohoni. Na huku ndipo kusema kwamba kule rohoni hatuishi kwa kula uwangwa. Kule tunaishi kwa maombi. Tunaishi kwa maombi. Mawasiliano yetu ni kwa maombi. Kwa hiyo unahitaji mtu atakaye kutegemeza katika ulimwengu wako wa roho ili uishi. Huyu ni mtu namba 1 unayemhitaji katika maisha yako. Kwamba asimame mtu, lisimame kundi la watu. Wasimame 2, 3, 4, 5, 100 haijalishi, lakini lisimame kundi. Asimame mtu mmoja akae akuombee wewe. Mtu aliye tayari kufunga, mtu aliye tayari kujinyima kula, mtu aliye tayari kuacha vya kwake na kushinda
mbele za Mungu akuombee wewe. Unaweza ukamjua au usimjue. Kipindi mimi nikiwa mdogo, hii habari nilisimuliwa na mzazi wangu aliye hai. Wakati nilipozaliwa, nilikuwa katika hali ya kuugua sana. Kwa jinsi ambavyo ninasimuliwa na mzazi wangu wa kiume, kwa maana ya baba, mimi simkumbuki kwa macho, kwa sababu aliondoka nikiwa mdogo sana. Mama yangu akawa ananisimulia kwamba kipindi ulipokuwa mdogo uliugua ugonjwa ambao tulishindwa hata kukupeleka hospitali. Kwa hiyo maisha yako yalikuwa ni ya kuishi kwenye mafiga. Ndio ninasimulia habari za mwalimu anayehubiri. Amen. Sio kwamba ni habari za mtu fulani, za kwangu mwenyewe. Akawa ananiambia ulikuwa ukiishi katika mafiga. Wale wangapi wanatoka kijijini hapa? Mnafahamu kwamba majiko yetu ya kule kijijini ilikuwa sio ya mkaa, ilikuwa sio ya umeme, ilikuwa sio ya gesi. Unaweka mafiga matatu, 1, 2, 3. Alafu unakoka, unaweka kuni. Ndio unawasha. Chakula kikishaiva, umepua na nini, ule moto utazimika, lakini majivu yanakuwepo pale. Yanakuwa yanatunza joto kwa muda mrefu. Sasa akaniambia mimi ndio yalikuwa ni maisha yangu. Sio nakumbuka kwenye Biblia ulisoma habari za Ayubu. Sasa nikaishi katika yale maisha. And then ayambia kila nilipopeleka hospitali sikupata msaada. Nikaacha nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu wa kufichwa kwamba watu wakija nyumbani sitakiwi kuonekana. Sitakiwi kabisa kuonekana. Kwa hiyo watu wakifika nyumbani ninafichwa ndani. Mlango unafungwa wa chumbani. Ili watu wakija wasione aibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yakaendelea haya maisha. Kwa hiyo mama alikata tamaa kuniombea kwamba muda wote ninaweza nikafa. Kwa sababu tu jinsi nilivyokuwa dhaifu. Lakini anasimulia akasema mama mmoja wa kanisani mahali ambapo tulikuwa actually walipokuwa tunaabudu Mungu sio. Kwa sababu mimi nilikuwa nitoa kuacha nyumbani. Mama mmoja yupo hai mpaka hivi sasa. Na yeye alishuhudia hilo. Huyu mama alikuja nyumbani siku moja. Akamwambia mama kwamba yule mtoto wako mgonjwa yuko wapi? Kwa sababu alikuwa sitaki kuonekana na kwa jinsi mwili ulivyokuwa mbaya, umeharibika kila mahali. Kilichokuwa kinasumbua ilikuwa majipu. Kila mahali katika mwili kutoka kwenye kiganja cha mkono mpaka kichwani. Yule mama alipokuja, mama akamwambia hapana, hawezi kutoka nje. Labda kama unataka kumwombea wewe omba huku. Lakini yule mama akakataa, akasema hapana, nataka nimuone nimshike kwa mkono. Wanasema nilitolewa. Yule mama aliponipakata, anasema hiyo sentensi alikumbuka mpaka hivi sasa. Akamwambia mamangu, huyu usimfiche tena kwa sababu atapona, halafu atakuwa mtu mkuu, atakuwa mtumishi wa Mungu, hata kufa. Unamshangilia Mungu kwa makofi. Waliomba, lakini mama ananiambia wala mimi sikuamini kamwe kama ungepona. Lakini baadaye yule mama akawa ndiye mwombezi wangu. Kumbe ndio Mungu alimleta wakati huo. Kwamba asimame kama mtu wangu. Aliomba huyu mama mpaka nikapona. Siku
siku nilipoweza kwenda Sunday school, huyu mama alinifundisha vema kabisa. Nilipoingia shule ya msingi, nilipofika darasa la 3, katika mazingira ambayo hayakutarajiwa, katika maombi siku fulani wakati wa usiku, alitumwa mtu mmoja ambaye naye pia yuko hai wakati tunapozungumza. Alikuja akanishika mkono kwenye kiti nilichokaa, alafu akaniambia, kuanzia leo nenda kahubiri. Siku iliyofuatia nilihubiri. Kwa sababu mimi nilipoingia darasa la kwanza, siku ya kwanza nilipopelekwa shule, ile siku ya kwanza, baada ya kipindi kile ilikuwa ili uchaguliwe kuingia darasa la kwanza, ilikuwa ni kipindi cha kugusa sikio la pili. Nisi mnaingia kwanza chekechea, wanaingia kwanza chekechea au ile siku ndio class nini yale madaraja, lakini sisi hatukupita huko. Sisi ilikuwa ni kipindi hicho enzi hizo. Mwaka wa kwanza niliotakiwa niingie shule, mkono wangu haukufika kwenye sikio, kidole hakikugusa sikio. Mwalimu mmoja akaniambia, hapana, wewe unastahili kuendelea na hili darasa. Nikamwambia lazima nisome. Ikashindikana mwaka uliofuatia. Sababu unajua unatoka tu kijijini alafu unaenda shule. Una ile mother language, yani haujui Kiswahili wala nini. Lakini siku hiyo ile naingia tu, mwalimu akaniambia andika A. Mwalimu wangu wa darasa la kwanza alinifundisha maandiko ni wajina wa mama yangu mzazi. Era na jina sawa sawa na mama yangu mzazi. Ile tu nilipomwona nikaanza, huyu sasa ndiye mama yangu. Aliponiambia andika A, niliandika A, B, C, D mpaka Z ndani ya siku moja. Akili yangu ilifunguka siku hiyo hiyo. Swala la kuandika halikuwa shida tena. Na maisha yangu hayakuwa ya tabu sana ya shule. Ufaulu ulikuwa ni mzuri kabisa. Sasa nazungumza nini hapa? Nilikuwa nikizungumza kwa habari ya huyu mama ambaye alifanyika mwombezi wangu. Mimi wakati ule nilikuwa sijui chochote. Ingeweza kushikwa tu shingo hapa, wanaona tusumbua, utatuletea aibu na nuksi katika maisha yetu. Hebu ondoka, kwa sababu watoto wengine wote walikuwa nzuri, walikuwa jana safi kabisa. Lakini mimi tu ndio nilikuwa mwingine. Leo hii tukizungumza, wale ambao walikuwa strong wakati ule, hakuna anayeweza kusogea. Ni mimi tu ndio nilibaki na ninaitwa familia. Nazungumza hii pointi ya pamoja. Mtu ambaye anasimama kwa niaba yako akawa mwombezi. Siku nilipomaliza chuo, nilisoma hapa. Siku nilipomaliza tu chuo, mamangu hakuamini kama ningeweza kusoma. Lakini siku nilipomaliza tu chuo, nikamwambia njoo Dar es Salaam. Nikamwambia kila kitu akaja Dar es Salaam. Amefika katika viwanja hivyo basketball, aliamka kikubwa sana. Nilimuuliza, anasema sikuwahi kuamini kama ningeweza kuheshimishwa namna hii. Hiyo heshima imetokea wapi? Kuna mwombezi alisimama katika nafasi yake. Kuna mtu alisimama alinipa hiyo gharama. Na huyo mama wakati ninaoa, huyo ambaye alikuwa mwombezi wangu hata sasa, nilimuita akaja hapa Dar es Salaam. Alikuja hapa Dar es Salaam and then akashuhudia nini kilichofanyika hapa. So unahitaji siku zote katika maisha yako. Kuna wakati au kuna mazingira unaweza ukayapita wewe usijue, lakini unahitaji msaada, unahitaji mtu wa kukuombea, unahitaji mtu wa kutegemeza kwa Bwana, unahitaji mtu wa kushika mikono akakuinua. Amen. Amen. Tuangalie watu wachache. Tuangalie watu watatu. Kama case study, tuangalie hao watu watatu ambao walihitaji waombezi. Walifika katika mazingira magumu, mabaya, sitofahamu au njia panda, wasijue namna gani ya kuvuka. Kabla ya kwenda kwa watu watatu, naomba ushuhuda kidogo, tuka wiki 2-3 zilizopita.
Mahali ambapo kuna mabudu Mungu pale ushaikuwa vizuri. Ilitokea mzee mmoja aliugua ghafla. Ilitokea jipu hapo katika mkono wake wa kushoto. Jipu ambalo halijulikani kwamba limesababishwa na nini. Lile jipu halikumchukua siku nyingi sana. Siku moja ilitokea wakati ule tuliposafiri kwenda Dodoma. Ilitokea ile Ijumaa siku tunasafiri kurudi kumaliza ziara yetu. Mchana nilipigiwa simu kwamba fulani ambaye mkono ulikuwa unamuuma ameanguka ghafla na hawezi kuchoka. Nikamwambia sasa yuko mbali. Wakasema hapana, muombee kwa njia ya simu labda anaweza akapona. Sikusikia amani moyoni mwangu kumwombea. Nikamwambia bwana mpelekeni hospitali. Kumpeleka hospitali haelewi chochote. Ile wanafika hospitalini akahisi kuchanganyikiwa. Kwa hiyo haelewi, hata ukienda pale hakuelewi. Na akikuona analia. And then unatoa mtu akichanganyikiwa, ni ile bwana anamshusha mikono, anamshusha miguu. Walipompeleka hospitali, walipeleka pale Mwananyamala. Walipeleka pale hospitali wasema hapana, huyu haiwezekani, wakafunga miguu. Walimfunga miguu yote miwili, kule hapo kule, mikono huko na huko. Ibaki tu kichwa apigize huko. Ndio vile vitanda vya kule hospitali. Mke wake alikuwepo. Akaendelea kumhudumia. Mimi nikafika pale siku ya Jumapili. Hiyo siku ninafika katika ile mazingira, nilikuta kila mtu analia. Kwamba huyu tayari tumeshampoteza. Kwa sababu haelewi chochote. Madaktari walijitahidi walivyoweza. Lakini tulichokifanya, tuliinua watu wachache tu. Si watu wengi sana, tusidi kama watu watatu wanne. Tuliingia kwenye zamu kuomba kwa niaba ya huyu mtu. Kwa sababu wakati huo hatima yake ilibaki katika mikono ya yule mama. Yule mama alikuwa na kila sababu ya kusema huyu, kwa sababu ni mume wangu. Kuna mahali tuliwahi kukosana, acha nitumie hii fursa nimmalize hapa. Angeweza kumwambia hata daktari, hebu mchome sindano huyo amalizike. Kwa sababu sasa ameumwa, si anaumwa, kila mtu anaelewa ameugua, basi acha afe. Maombi yetu yalikuwa yamelenga mambo mawili. Jambo la kwanza, Mungu aweke hofu yake kwa yule mama asimalize. Hapo watubai wote hapo wachache. Wachache mbao. Mbao wachache. Wa marango au machani. Mpo. Sawa. Sasa huyu mama akaingiwa na hofu ya Mungu. Cheki, wakati tunapoomba Mungu alikuwa akituelekeza kwamba hii familia iko hivi, kumbe kilichosababisha mgonjwa kwa yule baba walikuwa hawaelewani. Ilifika mahali kila mtu alikuwa radhi kumngoa pesa. Lakini tuko na pesa. Kwa hiyo tulisimama kwa niaba ya yule baba. Tukamwomba Mungu. Siku chache baadaye wakasema haiwezekani tena kuendelea kumhudumia hapa, mpelekeni Mloganzila. Akasema ukishapeleka Mloganzila, ama zako ama zako. Kupeleka tu kule, angalau hata upanga, lakini Mloganzila huko. Akasema kama anapeleka Mloganzila, leo mama akanipigia simu, leo tunakwenda Mloganzila. Basi tukamwomba Mungu. Ili akafika kule kesho yake akazinduka. Alipozinduka akasema nataka mnitie fulani. Alijulia wapi? Nikaenda. Ile tu nilipoenda alinitambua, na baada tu ya kunitambua ikawa ndio one way. Hivi tunavyozungumza msharudi huko nyumbani. Amina. Lakini sasa angalia, tusingekuwa tumesimama tukamwachia yule mama wakati anamguza alikuwa akifadhaika. Kwa swala la kuomba tena linakuwa haipo. Kwa hiyo inabidi mtu mwingine ambaye hayupo kwenye ile position ya ule ugonjwa au na inategemea gharama atakayolipa. Sasa tuangalie, hebu tazama katika Luka sura ya 2 mstari wa 36 mpaka 38. Luka 2:36-38. Kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 36 mpaka wa 38. Hapa ninachozungumza ni kwamba usiishi peke yako. Kwa kusoma ile andiko. Hapa tutakwenda kuona habari za nabii Ana binti Fanueli, mtumishi wa Mungu ambaye aliomba wakati Yesu Kristo alipopelekwa hekaluni. Unahitaji kuwa na mwombezi katika maisha yako.
Unahitaji kuwa na watu 2 ama 3. Sasa usiwatafute wewe. Usifanye hilo kosa. Usikasema bwana, wewe bwana fulani na fulani, nyinyi ndio mtakuwa waombezi wangu. Sikufundishi hiyo. Kazi ya kukupatia waombezi ni kazi ya Mungu. Sio kazi ya Mungu. Wewe kazi yako tu ni kumwambia Mungu, nisaidie niinulie watu wa kuniombea. Niinulie watu. Ili hata saa nikipungukiwa, basi awepo mtu wa kunitegemeza. Awepo mtu wa kuniinua. Awepo mtu wa kunisaidia. Anyway, twende tusome hapa. Mstari wa 36 mpaka 38. Maandiko yanasema, palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli, wa kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya kuwa na wali wake. Naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Mstari wa 38 anasema, huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakimtarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Basi walipokwisha kuyatimiza yote kama yalivyoagizwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareti. Kitabu hiki cha Injili ya Luka sura ya 2 chenyewe kina matukio makubwa mawili tu. Tukio la kwanza ni ile tukio la kuzaliwa kwa Yesu. Tukio la kuzaliwa kwa Yesu duniani, ambapo kwa mara ya kwanza mtoto Yesu alipokelewa na mtumishi wake katika ule mistari ya kwanza kabisa. Katika ile mistari ya kwanza kabisa. Katika ile mistari ya mwanzo kabisa. Na tukio la pili ni hili tukio la Yesu kwenda kutahiriwa, ambalo lilishuhudiwa na huyu nabii mke, na ndio interestiana kwamba huyu mwanamama mjane baada tu ya kuolewa alikaa na mumewe kwa muda wa miaka 7. Baada ya hapo mumewe akafa, halafu yeye akabaki mjane. Lakini angalia maisha yake, Biblia inasema hakuishi nje ya hekalu. Alikuwa akiishi hekaluni usiku na mchana akiomba na kufunga. Angalia alikuwa akiombea kitu gani? Alikuwa akiombea kwamba kile kilichotokea. Tunakumbuka katika mistari ya kwanza kwamba wakati Yesu alipozaliwa, uadui uliingia kati yake na Herode. Na Herode alikuwa akifanya kila linalowezekana kumuua Yesu. Na Mungu alimtokea Yusufu na kumwelekeza, kwamba nenda kakimbilie Misri. Mtoto huyu akae kwanza kule mpaka hii dhoruba itakapokoma. Wakati huo asingeinuka mtu wa kuomba, angeuliwa. Lakini mwanamke huyu ilikuwa ndio kazi yake, ndio task aliyopewa. Alikuwa akiomba. Sasa angalia, maandiko yanasema walipokuja nani? Yusufu, Mariamu na mtoto Yesu. Walipofika katika ile hekalu, nabii Ana akatokea saa ile ile. Akafanya nini? Akafanya kitu kimoja tu, kumshukuru kwamba sasa nimemaliza kazi. Kwa hiyo siku zote alikuwa akifanya kazi ya kuomba ili Yesu awe sawa. Sasa swali la kujiuliza ni, tunafahamu Yesu ni Mungu halisi. Alihitaji nini kuombewa wakati huo? Hii ni kanuni kwamba wakati unapopita pagumu unahitaji kuwa na akiba ya mtu wa kukuombea. Unahitaji kuwa na akiba ya mtu wa kukuombea. Lakini tofauti na hapo, maana yake hautaweza kabisa. Lakini mtu mwingine wa pili ambao tunahitaji kumuona hapa ni Elia. Wafahamu kwamba Elia yeye alikuwa ni nabii aliyefanya mambo makubwa sana.
makubwa sana. Na wakati mwingine alikuwa ni nabii anayeogopeka kabisa. Yeye alikuwa akitamka tu, unafahamu ile exercise aliyofanya na manabii wa Baali. 450 against mtu mmoja, kwamba jengeni madhabahu yenu mahali, toeni sadaka zenu za kuteketezwa, anzeni ninyi, akijibu Mungu wenu kwa moto, basi mimi sina haja ya kumfuata Mungu wangu. Mimi mmoja tu nabii wa Mungu wa kweli kwenye Baali. Lakini ikishindikana, asipojibu kwa moto, mimi nitamtolea sadaka Mungu wangu. Akijibu kwa moto, tukubaliane, mimi nitawaua wote. Wakasema hiyo rahisi sana. Wakafanya kumtengenezea Mungu wa madhabahu, wakachinja na sadaka ya kuteketezwa wakaweka juu ya madhabahu. Ita moto ushuke, kwa sababu wakati ule si unachukua kiberiti unawasha. Unaomba moto ushuke ulambe ile sadaka. Waliomba asubuhi wakati kuna kucha. Atokei. Mnafahamu alichowafanyia nabii Elia. Lakini Elia wakati alipomtengea Mungu madhabahu, akachinja ile sadaka, ng'ombe ambayo sadaka ya kuteketezwa. Aliita mara moja tu. Na alitamka maneno haya kwamba Mungu, na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu wangu, ni Mungu jibuye katika moto. Maandiko yanasema saa hiyo hiyo moto ukishuka. Ulilamba nyama, mifupa, damu na kila kitu kama hivyo. Baada ya ile tukio kilichofuata, mnafahamu vita ilikuwa kali kati yao na watu wengine. Ni Elia huyu katika Wafalme wa Kwanza sura ya 19 kuanzia mstari wa kwanza na mpaka ule wa 6. Ni Elia yule sio mwingine. Ikatokea vita na Ahabu na mkewe Yezebeli, akitafuta roho ya Yezebeli amue. Ni Elia yule aliyetamka maneno machache tu, moto ukashuka. Akamogopa Yezebeli, mbio akawa anakimbia huko. Ikafika mahali katika ule mstari wa 5 akajilaza chini ya Beteli. Akataja maneno magumu kidogo kama sasa, kwamba Mungu ya nini? Kwa nini roho yangu itaabike hivi? Akajinyosha chali kama mtu ambaye amekufa. Naomba sasa nitwae roho yangu niue hapa. Alishindwa nini kuita moto ushuke umlambe Yezebeli na mume wake? Alishindwa nini? Alihitaji mtu wa kuombea katika saa. Amen. Amen. Lakini mtu wa tatu ni Petro. Wakati ametiwa gerezani, Biblia inasema alichoka. Ile Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Na mstari wa kuzingatia ule wa 5. Alichoka. Lakini angalia, Mungu aliinua kanisa. Kundi la watu, sio mtu mmoja, sio watu wawili. Aliinua kundi la watu usiku ule. Petro amechoka, yuko gerezani. Minyororo iko kila kona. Miguu imefungwa, mikono imefungwa na miguu imefungwa. Kila mahali pamefungwa. Hawezi hata kuomba. Maandiko yanasema alichoka, akawa amelala usingizi mzito. Angalia, Biblia inasema kanisa liliomba kwa bidii. Likaomba katika nafasi ya Petro kwamba atoke. Angalia kilichotokea. Ni usiku wa manane, Mungu aliagiza malaika. Alafu angalia, Petro alikuwa amelala. Unajua saa hiyo yuko katikati ya uchungu mzito. Hawezi tu hata kusema tu baba katika jina la Yesu, hawezi. Ikanti. Na wakati mwingine kwa sababu ana mwili wa damu na nyama, mwili umechoka kwa sababu ya kupigwa, amelala. Sasa Bwana yaishe. Shida nini? Acha tu yaishe. Ngoja nilale. Lakini wakati huo maandiko yanasema kanisa lilijifungia mahali linaomba kwa bidii. Mungu akatuma malaika. Malaika alipofika mle gerezani, Biblia inasema askari walikuwa wamezunguka ili asitoroke. Petro naye alikuwa mwamba. Unajua alikuwa next to Yesu. Walikuwa wanajua timu zake kwamba akiinuka hapa atatutoroka.
Walikuwa wamemzunguka pale. Angalia kilichotokea. Malaika alipofika pale, Biblia inasema akampiga Petro. Amka. Anastuka hivi anaona malaika. Kulikuwa ni tena. Wakati huo tayari kulishatokea tetemeko kule, milango ya gereza imefunguka. Ambia Petro twende, milango iko wazi. Jinsi alivyoondoka maskari wa Mungu. Walichoshtuka ni kwamba hayupo. Sasa kilicholeta impact ni nini? Kanisa. Kwa niaba yake, kwa sababu wakati huo hayupo. Amen. Amen. Petro ni mtumishi wa Mungu kuliko hata wewe wa leo ulivyo. Haya maeneo yote, hizi case study chache tu nilizokuambia zinatosha kukufundisha kwamba unahitaji wa watu wa kukuombea. Kazi ulionayo leo ni kumwambia Mungu, nisaidie niulie watu wa kuniombea. Niulie watu wenye mzigo wa kuniombea. Sasa, omba Mungu akusaidie kwamba huyu Ruth katika hii face yake kama muonekano wake wa kwanza, mtu ambaye yuko tayari kulipa gharama kukuombea. Mtu ambaye hayuko tayari kuona uharibikiwe, yeye ni kuchukua gharama ya kukuombea vyovyote vile iwezekanavyo. Kwa mnafanyaga tu kwa namna fulani kwamba kuchukua karatasi hapa, utakapookota huyu utakayekuta muombee. Si maanishi hicho. Simaanishi hicho. Na maanisha zaidi ya hapo kwamba yule ambaye wewe ukilala yeye halali. Wewe ukisinzia yeye asinzii. Ukinyamaza yeye anyamazi. Yeye anaongea Mungu na wote na anataja jina lako. Anataja jina lako. Omba Mungu akupe mtu wa namna hii katika maisha yako. Amen. Omba Mungu akupe mtu wa namna hii katika maisha yako. Na ukifika mahali ukaona mambo yanaenda kawaida, kama vile tunasema this business as usual. Ukiona kama mambo yanakwenda tu kawaida, wewe hakika kwamba hauna mtu anayekuombea. Wewe mwenyewe wakati mwingine hauombi. Saa nyingine unajua hata wakati wa kulala jioni umefika umeshachoka, yaani umechoka na mwenye assignment kibao, umechoka unaenda unajilala, Mungu si unajua, lakini sasa hivi ndio kulala. Leo naomba tu unilinde tu ila kesho uniamshe salama. Sasa umemkemesha tena. Na akija usiku mtu akujaribu sangapi umemkemea. Lakini unalala salama, kesho yake unaamka. Kuna watu wanalipa gharama kwa ajili yako. Omba Mungu akuinulie watu wa namna hiyo. Amen. Mungu nisaidie, niondolee watu wa kuniletea umbea katika maisha yangu. Nisaidie, niondolee watu wa kuniletea maneno mabaya. Nisaidie, niinulie watu wa kuleta hoja za kwangu mbele za uso wako ili mimi niwe salama. Hata akinisogelea adui, zisikike sauti zenye kishindo, sauti zenye mamlaka za kunilinda. Amen. Na ndio maana kwa katika hii sehemu. Amen. 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 Basi tunamshukuru Mungu kwa sababu tunamshukuru. Baba, neema yako tukushukuru na kutukuza tena. Asante kwa kutufundisha tena kwa wakati huu katika majira ya jioni. Utukuzo uimidie mfalme mwema kwa uaminifu wako. Karibu tutuze tena e Bwana, na mafundisho haya kusaidie matunda na mema yaliyotoka kwako e Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninakutukuza na kubariki kwa sababu umekuwa pamoja nasi na umetuonekania kwa namna ya pekee. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru, tusikie. Amen.